Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameibuka na matamshi makali akilaani vikali hatua za Israel za kuendelea kupanua na kuutanua mzozo wa ukanda wa Gaza. Guterres amesema kile kinachoendelea katika ardhi hiyo ya Palestina ni jambo la kutisha, hasa kutokana na uharibifu mkubwa unaoshuhudiwa kwenye makazi ya raia wasiokuwa na hatia, akitolea mifano wa nyumba zilizobomolewa na maisha yaliyoharibiwa. Kiongozi huyo alisisitiza kuwa hatua za Israel katika Gaza hazina uhalali wowote na haziwezi kuvumilika katika mazingira yoyote ya kibinadamu na kisheria. Kauli ya Guterres imekuja mara baada ya Israel kuanzisha operesheni ya ardhi ndani ya mji mkubwa wa Gaza siku ya Jumanne. Operesheni hiyo imezua hofu kubwa ya kupanua mapigano, kuongeza idadi ya vifo vya raia. Wakati huo huo, jopo huru la uchunguzi la Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa liliwasilisha ripoti yake ya kurasa 72 ambayo imeibua hoja nzito dhidi ya Israel. Ripoti hiyo ilihitimisha kuwa hatua za kijeshi za Israel zinaashiria mauaji ya halaiki dhidi ya Wapalestina na inaorodhesha ushahidi unaohusisha moja kwa moja serikali na jeshi ya taifa hilo katika mpango wa kuangamiza Wapalestina. Pamoja na uzito wa ripoti hiyo, serikali ya Israel imepuuzilia mbali matokeo yake na kuyataja kama sehemu ya kampeni chafu kulipaka tope taifa la Kiyahudi. Kwa upande wake, Israel imeendelea kusisitiza kwamba hatua zake za kijeshi ni za kujilinda dhidi ya vitisho vya makundi ya kijihadi licha ya kuongezeka kwa ukosoaji wa kimataifa. Kauli za katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa na hitimisho la ripoti ya Baraza la Haki za Binadamu zinazidi kuibua mjadala mpana kuhusu uhalali wa hatua za Israel na mustakabali wa migogoro wa ardhi huko unaoendelea katika eneo la Gaza. Wakati dunia ikishuhudia hali inayoendelea kuzorota, wito wa kutafuta suluhisho la amani na kulinda utu wa kibinadamu unazidi kupewa kipaumbele, na hali hii kuwa changamoto kubwa kwa jumuiya ya kimataifa, huku macho yote yakielekezwa kwenye namna Israel na Palestina watakavyoweza kukomesha ghasia, kufikia makubaliano ya kudumu katika nchi hizo.